wahitimu wote watakaokuwa wanasoma utaratibu huu wa sandwich, wakimaliza watakuwa wamekamilika tayari kuajiriwa na group 6. If that is true, just confirm to me for the employment opportunity. Thank you. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu. Serikali imeendelea kuimarisha ushirikiano na nchi mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha wataalamu wetu wanapata uzoefu na ujuzi wenye kuendana na mahitaji ya sasa na ya kimataifa. Katika eneo hili nawapongeza DIT kwa kuwa na ushirikiano na taasisi za elimu kutoka nchi mbalimbali. Nawashukuru sana kwa hatua hii. Kwenye ushirikiano wetu sisi na China, humu leo tutaona wanafunzi wale ambao walidahiliwa kusoma hapa DIT wakafanya masomo yao kwa mwaka mmoja, wamepelekwa Chongqing Vocational Institute of Engineering China, wameendelea na masomo kwa miaka 2, wamerudi hapa sasa hivi kumaliza mwaka wao wa mwisho. Huu ni utaratibu wa sandwich, kwamba mwanafunzi anasoma zaidi ya chuo kimoja kwa wakati mmoja. Wale wanafunzi walipoingia hapa wamedahiliwa kufanya degree, wamesoma mwaka mmoja, wameenda China, wamesoma miaka 2 na kule wanapata diploma. Wakitoka kule wanakuja kumaliza mwaka mmoja hapa, wanakuwa na degree. Manake wanakuwa na diploma kutoka Chongqing Vocational Institute of Engineering na wanakuwa na degree kutoka DIT. Sasa wakati tuna sign MOU kwa ajili ya ushirikiano huu, tulikuwa na Jeso ambaye ni mwenyekiti wa Group 6, kampuni yenye viwanda na shughuli za ujenzi sehemu mbalimbali duniani, hapa Tanzania na sehemu mbalimbali za Afrika. Na Jason aliniambia kwamba yeye ni mhitimu kutoka Chongqing Vocational Institute of Engineering, na alinihakikishia wahitimu wote watakaokuwa wanasoma utaratibu huu wa sandwich, wakimaliza watakuwa wamekamilika tayari kuajiriwa na group 6. Sasa tulipeleka wanafunzi 30 duru ya kwanza. Sasa hivi kazi yetu ni kujitahidi kupeleka wanafunzi wote wanaosoma hiyo degree ya engineering hapa. Nadhani wako 300 au wangapi? Around 300. Tuendeleze na mazungumzo kuhakikisha kwamba wanafunzi wote watakaosoma degree ya engineering hapa wanafanya sandwich program. Na kwenye budget hii tunayoandaa sasa hivi, bora tupunguze matumizi baadhi ya maeneo mengine, na sisi tutapigania tuone tunaweza tukaongeza kiasi gani. Tutenge fedha ili kuchangia kuwapeleka vijana wa Tanzania kwenda kusoma. Lengo la rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa vijana wote wa Tanzania, lengo linaloonekana katika uwekezaji mkubwa kwenye elimu ufundi, mikopo ya wanafunzi na hata mikopo sasa hivi kwenye diploma, ni kuwawezesha vijana wa Tanzania wasome elimu inayowapa ajira mara moja. Kwa utaratibu huu wa Group 6 ambao walitoa hiki na kwa MOU tuliosaini, sasa hivi sisi tumekusudia na chimbuko litoke DIT kuhakikisha vijana wote wanafanya engineering hapa waingie kwenye utaratibu wa sandwich,
Hii group 6 na makampuni mengine yote ya Kichina ya construction yaliyoko Tanzania, yaliyoko Nigeria, yaliyoko Senegal, yaliyoko Afrika Kusini yaweze kuajiri hawa vijana wapate ajira mara moja. Sasa hatuwezi kuendelea kuomba. Tutaomba scholarship na tutaendelea kuongea na wenzetu wa China kwamba scholarship wanazotupa ziendane na huu mwelekeo wa sasa hivi. China inakusaidia sana katika elimu na nimeshaongea na balozi, tutaongea naye tena kwamba scholarship hizo ziji-align katika mahitaji haya. Tuwapeleke wanafunzi Chongqing Vocational Institute of Engineering au vyuo kama hivyo kule China, tuanzishe sandwich program kuhakikisha kwamba kila anayemaliza hapa anamaliza kwa elimu hiyo ya kimataifa na anapata ajira hapo hapo akimaliza. Tutajitahidi kuongea ndani ya wizara, tutenge fedha chini ya utaratibu wa Samia Scholarship Extended kuweza wao kuwalipia nauli kama China atakubali kuwalipia gharama nyingine za kukaa kule. Hili ni swala kubwa, nadhani tulifanyie kazi, tusilipoteze, kwa sababu kazi yetu kubwa ni kutekeleza maelekezo aliyetoa rais wetu, na maelekezo yake kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ni kutoa elimu ujuzi, kuhakikisha vijana wetu wanapata ajira kwa kadri inavyowezekana ndani na nje ya nchi yetu. Kwa hiyo naomba profesa na mwenyekiti, ili zigo mlibebe, ifanye kazi, leteni taarifa mwezi wa 12 kwenye bajeti tumepunguza nini, tumeongeza fedha huko, gharama ya kuwapeleka ni kiasi gani, na mimi nitaendelea kuongea na ubalozi wetu wa China kuhakikisha kwamba hizi fursa zinapatikana na tunapeleka wanafunzi hao kwenye sandwich. Ndugu wahitimu, leo ni siku yenu. Kumbukeni kuwa elimu bila matendo ni sawa na mti usio na matunda. Na hasa zangu kwenu, kwanza na washauri kwamba tumieni teaching factory mindset mliojifunza hapa DIT kutengeneza, kuunda na kutoa huduma mpya pamoja na maudhui ya kitaalamu. Ulimwengu unahitaji sana wabunifu kama nyinyi. Kitu muhimu hapa, keyword mindset. Muwe waaminifu na muwe na nidhamu pamoja na ubunifu. Hivi ndivyo vitu ambavyo waajiri wanapotafuta wakati wanapotafuta watumishi wa kufanya kazi nao. Wahitimu hawa wakiambatana na walimu wao walipata fursa ya kutembelea viwandani wakati wote wa mafunzo yao. Dhana hii imewasaidia wanafunzi wetu kuwa wabunifu kufikia kiwango cha kuanzisha makampuni. Sasa hivi tunasema makampuni 5 kupitia bunifu zao, ambazo ni kampuni hizo wanazisimamia wenyewe. Wengine ambao wanafanya vizuri, taasisi haijawacha bali inawaatamia na incubate ili kuwajenga zaidi, ili kuweza kufikisha bunifu zao kwenye soko. Niwapongeze wanafunzi wanaohitimu leo waweza kuzalisha bunifu zenye viwango ambavyo vimeweza kupata hata patent, kama tulivyokuwa tunafundisha pale, na wanafunzi tayari wamesha patent, ambapo hivi sasa hivi leo kuna jumla ya bunifu 5 zenye patents. Mwisho mgeni rasmi, naomba kusema kwamba haya ni matunda ambayo DIT leo inafurahia, kwa kuwa wanafunzi wetu hawa wenye uhakika na uhalali wa kumiliki na kutumia teknolojia zao, lakini pia ni fursa kubwa ya pekee kwao ya kuingia mashirikiano na wadau mbalimbali katika kubiasharisha bunifu zao. Haya ni mafanikio makubwa, na ningependa umma ufahamu namna ambavyo vijana hawa wanatoka hapa wakiwa wameiva vizuri katika nyanja za sayansi na teknolojia. Kwa majina naitwa Salma Shoali Liogope, ni graduate katika shahada ya uzamili katika uhandisi wa nishati endelevu hapa DIT.
kama tunavyoelewa mpango mkakati wa nchi ambao ulizinduliwa mwaka jana 2024 2034 kupunguza matumizi ya nishati ambazo sio sahihi, kwa kuhakikisha kwamba 80% ya Watanzania wao wanatumia nishati sahihi. Lakini tukiangalia nishati ambayo sio sahihi, mojawapo ambayo sehemu ambapo inatumika sana ni majumbani, na sisi wanawake ni ambao ndio tupo ni kama champion kwenye hiyo area. Sasa tukiwa na uelewa wa kwenye jinsi gani tunaweza tukatumia nishati kwa usahihi, tunaweza tukasaidia kufikisha malengo ya nchi kwamba 80% inaweza ikafikiwa kama tutakuwa na uelewa matumizi sahihi ya nishati na kutumia nishati ambayo ni sahihi. Kwa majina naitwa Peter Ngalu, nimemaliza uhandisi mitambo, maana Bachelor Engineering of Mechanics. Ukianza kuangalia katika viwanda hapo sasa hivi vinahitajika sana ile teknolojia, mtu ambaye kuwa creative. Viwanda vyetu vingi vinahitaji mtu ambaye ana ujuzi. Ujuzi inasaidia zaidi katika hali mbalimbali za matengenezo na kila kitu kile ambapo mtu anahitaji kwa ajili ya vitu ambavyo vinahitajika katika operation za viwanda. Ukianza kuangalia katika system zote, especially katika maisha yetu ya sasa hivi, kila sehemu lazima kuwepo na viwanda, na viwanda vinaweza kusaidia. Lakini sasa usipokuwa na knowledge fulani ya kufanya kitu, huwezi kuendelea zaidi. Lakini kulingana na elimu ambayo tumepata, tutaenda kuisaidia jamii kwa ajili ya kutengeneza vitu ambavyo vinaweza kusaidia kutoka sehemu moja au nyingine kwa ajili ya kujikwamua kimaisha wako. Ukianza kuangalia mimi hapa nilitengeneza guta la umeme. Guta la umeme linatumia umbali wa kilomita 80 kwa kuchaji mara moja, lenye voti 48. Ukianza kuangalia hii itaenda kusaidia zaidi katika vijijini na mijini kwa ajili ya kubeba mizigo. Hii mizigo itasaidia baadhi ya watu ambao walikuwa wanabeba kwa ajili ya kutumia ile guta ya kuendesha baiskeli, au pia guta la sasa hivi ambao watu wengi wanatumia mafuta, lakini kwa uchafuzi wa mazingira sasa hivi tuna innovate watu kutumie aina ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaendana ili tuweze kusaidia zaidi. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.